Baada ya tukio hilo, Mama George na Ashura waliongeza ukaribu wao na Beatrice. Walikuwa wakimfariji kila wakati, lakini lengo lao lilikuwa tofauti kabisa. Walitaka Beatrice asishuku chochote. Mama George akamwambia Beatrice, "Mwanangu, mimi najua inawezekana wewe hujafanya kitu chochote kile. Labda ni mtu mwingine. Mimi kama mama yako, naamini huwezi kuniwekea sumu. Ondoa wasiwasi mwanangu. George ataelewa tu." Maneno hayo aliyasema kwa unafiki. Na kwa upande mwingine, Mama George alipokuwa na George alikuwa anaongea tofauti kabisa. Siku moja akamwambia, "George mwanangu, sijui kwa nini mkeo alitaka kuniua. Mimi sina shida naye tena. Nachosubiri hapa ni huyu mtoto azaliwe tu. Akishazaliwa nitaondoka." Kisha George akasema, "Mama, naomba msamehe sana mke wangu. Alipitiwa tu. Nilishamsamehe, lakini nakuhurumia tu. Anaweza kufanya jambo jingine baya zaidi. Anaonekana amebadilika sana siku hizi. Zamani alikuwa ni mpole. Mama, ondoa hofu juu yake. Naamini atakuwa sawa tu." Beatrice alipoona kuwa moyo wa George bado haujafunguka, akaamua kujishusha. Wakiwa chumbani, Beatrice akamwambia, "Mume wangu, naomba unisamehe kwa kilichotokea." George akatulia akamsikiliza. Beatrice akaongea huku machozi yakimtoka. Akakiri makosa ambayo hakuyafanya. Kisha George akamuuliza, "Hebu niambie mke wangu, ulichanganyikiwa na nini mpaka ukafikia hatua kutaka kumuua mama?" Machozi ya Beatrice yakazidi kutoka, akasema, "Hata sijui, ila naomba unisamehe mpenzi wangu." George alikuwa na udhaifu mmoja, neno samahani. Hivyo akamkumbatia mkewe na kumsamehe. Kisha akamwambia, "Mke wangu, usirudie kufanya kitu kama hiki. Ni kibaya sana." Beatrice akatikisa kichwa ishara ya kukubali, lakini moyo wake ulikuwa unauma sana. Aliomba msamaha sio kwa sababu alikuwa na hatia, bali alitaka amani irudi nyumbani. Alijua kuwa George huwa ana hasira za haraka, lakini pia huwa anasamehe haraka. Aliamua kuvumilia akiwa na imani kuwa ukweli siku moja utajulikana. Baada ya hapo, maisha yalirudi kama kawaida. Hilo lilikuwa jambo ambalo mama yake George, Ashura na Neema hawakulitegemea kabisa, wala hawakufurahia. Walichotaka wao ni kuona George akimgombeza Beatrice kila siku na pia hatimaye kumfukuza. Lakini badala yake, George na Beatrice waliendelea kuishi kwa amani. Wakati huo, ujauzito wa Neema uliendelea kukua. Siku moja George alirudi nyumbani majira ya saa 2 usiku. Alikuwa amechoka sana kwa sababu siku hiyo alikuwa amefanya kazi nyingi. Beatrice alikuwa tayari ameshamwandalia chakula mumewe. Lakini George alipoanza kula chakula, alichota kijiko cha kwanza na kutema haraka. "Mbona leo umeweka chumvi nyingi hivi? Chakula hiki hakiwezi kulika." Beatrice akabaki amepigwa butwaa. "Mbona niliweka chumvi ya kawaida tu?" George kwa hasira akasema, "Kwa hiyo mke wangu, hii chumvi ni ya kawaida? Hiki chakula hakiliki." Beatrice akaonja chakula. Ni kweli chumvi ilikuwa imezidi sana. Akashtuka na kujiuliza, chumvi hii nyingi imetoka wapi? Maana alikuwa na uhakika hakuweka chumvi nyingi. Beatrice hakujua kuwa Ashura alikuwa ameongeza chumvi nyingi kwa makusudi.
Ashura na mama yake walikuwa wakifurahia kuona wanazozana. George akaacha kula akaenda chumbani kulala. Beatrice akaingia jikoni kuandaa chakula kingine. Wakati Beatrice akiwa jikoni, Ashura akaenda chumbani kwa kaka yake na kumuita. Wakiwa sebuleni, Ashura akaleta chakula kingine na kusema, "Pole sana kaka, najua umechoka. Hiki chakula mama alikubakishia, maana alishindwa kula hiki chakula chenye chumvi nyingi, kwa hiyo tukapika chakula kingine kwa ajili yake." Kwa kuwa George alikuwa amechoka na pia alikuwa na njaa, akaanza kula hiko chakula. Wakati anakula, mama yake akamnong'oneza, "Mwanangu, yaani hata sisi hiko chakula leo kimetushinda kabisa kula. Hii pressure nilionayo na hii chumvi aliyoweka, huyu si anataka kuniua." Ashura akaingia jikoni kwa tabasamu la unafiki akamwambia Beatrice, "Pole wifi, wala usijisumbue kuandaa chakula kingine. Kaka anakula kile chakula chobakisha mama." Beatrice kwa sauti ya huzuni akasema, "Wifi, mimi najua huyu atakuwa ni Neema. Ameongeza chumvi kwa makusudi kabisa ili mume wangu ashindwe kula hiki chakula." Ashura akacheka kwa unafiki na kusema, "Wifi yangu kipenzi, achana naye huyo, wala hata sikusumbue. George anakupenda wewe." Lakini moyoni walikuwa wanafurahia kuona George na Beatrice wakiwa wanagombana. Wakiwa chumbani kwao, Beatrice akamgeukia George na kumwambia, "Mume wangu, nakuambia ukweli kabisa. Nilipika chakula chote kwa chumvi ya kawaida na sote tumekula chakula hicho bila shida. Sasa iweje kile nilichokutengea kiwe na chumvi nyingi kiasi kile? Mimi naona hapa kuna kitu mume wangu, na huyu atakuwa ni Neema tu aliweka chumvi nyingi kwa makusudi." George alikuwa amechoka sana, hakutaka mjadala, hivyo akamwambia, "Mke wangu, naomba tuachane na hili. Nimechoka sana na kesho natakiwa kuwahi mapema kazini. Tuna safari ya kwenda nje ya mji." Basi wakaingia kitandani wakalala. Vituko ndani ya ile nyumba havikuisha. Kila siku kulikuwa na tukio jipya. Na kila siku hali ilikuwa mbaya kuliko jana. Beatrice alichoka sana. Mara kwa mara yeye na mumewe walijikuta wanalumbana kwa mambo madogo madogo. Siku moja Beatrice akamwambia George, "Mpenzi, siku hizi tunagombana sana. Vitu vidogo tu vinatufanya tunakosa amani kabisa." George akamsikiliza Beatrice. Beatrice akaendelea kueleza, "Mimi ninahisi kuna mtu hapa anatuondolea amani, na huyu ni Neema. Kila mara anafanya tunafarakana mpenzi wangu." George akamsogelea mkewe na kumwambia, "Usijali mke wangu, huyu akishajifungua kama tulivyokubaliana, wataondoka." George alijibu hivyo kwa sababu hakumwelewa Beatrice. Aliona kama mkewe anakuza mambo. Hakujua kuwa Beatrice alikuwa anaona mambo ambayo yeye bado alikuwa haoni. Siku ziliendelea kusonga na ujauzito wa Neema uliendelea kukua. Beatrice alikuwa akiendelea kwenda dukani na Ashura kama kawaida. Maana baada ya Beatrice kumshirikisha George kuwa Ashura anataka kujifunza biashara ya vipodozi, George hakuweka pingamizi. Kwa hiyo kila siku Ashura na Beatrice walikuwa wakishinda dukani. Na sasa Ashura alikuwa ameshaimudu biashara hiyo vizuri. Hata Beatrice asipokuwepo, Ashura angeweza kusimamia kila kitu vizuri. Kwa nje, Ashura na Beatrice walionekana kupatana sana.
walionekana kama marafiki wa karibu, lakini Beatrice hakujua yaliyokuwa ndani ya moyo wa wifi yake. Siku moja wakiwa dukani, Ashura akamwambia Beatrice, "Wifi, unajua yule mchumba wangu ambaye nilikwambia anataka aonane na mtu mmoja wa familia, na mimi ningependa wewe ndo uwe wa kwanza." Beatrice akatabasamu kisha akasema, "Sawa wifi yangu, hilo halina shida, ila inabidi aje nyumbani ajitambulishe mapema kabisa." Ashura akafurahi na kusema, "Leo mchana akasema tukutane, ameshanitumia na sehemu ya kukutania." Majira ya mchana, Ashura na Beatrice wakaondoka hapo dukani na kuelekea moja kwa moja kwenye eneo alilokuwa amelitaja Ashura, Upanga, kwenye baa moja maarufu. Walipofika eneo hilo, wakaagiza chakula na kuanza kula taratibu, huku wakimsubiri huyo kijana. Baada ya muda mfupi, kijana huyo mtanashati akafika. Ashura akamkumbatia kwa bashasha. Beatrice aliwatazama kwa furaha, lakini Beatrice hakujua kuwa lengo la Ashura halikuwa kumtambulisha huyo mchumba, bali kulikuwa na mpango mwingine mbaya. Kijana akamsalimia Beatrice kwa heshima. Wakati Beatrice na kijana huyo wakisalimiana, Ashura kwa ujanja sana akaweka madawa ya kulevya kwenye glasi ya maji ya Beatrice. Baada ya salamu, kijana akaketi, Ashura akaanza kutambulisha. Wote walikuwa na furaha na mazungumzo ya kawaida yakawa yanaendelea. Wakiwa wanaendelea na mazungumzo, mara simu ya Ashura ikaita. Akapokea na kuanza kuongea. Mazungumzo yalikuwa kama alikuwa akiongea na mteja. Alipokata simu, akamgeukia wifi yake na kusema, "Samanini, kuna mteja, nilisahau kabisa kuutuma mzigo wake kwenda Dodoma kwenye mabasi ya leo mchana. Naomba niende mara moja pale dukani nikauchukue afu niutume, ila nachukua bodaboda, tarudi sasa hivi, sitachelewa." Lakini Beatrice akasita na kusema, "Simpigie Devi, mwambie uandae alafu ampigie boda Musa kautume." Ashura akajibu haraka, "Devi hataelewa, ngoja tu niende mara moja wifi, ili tusije tukamkwaza mteja." Wakati ananyanyuka, Ashura akasema, "Yaani kosa nililolifanya, nilisahau kabisa kuufunga ule mzigo. Ingekuwa rahisi kwa Devi kuutuma." Yule mchumba wa mchongo akasema, "Aisee, nimepata wife material. Unapambana sana mama, hongera." Ashura akaondoka. Beatrice na yule kijana wakaendelea kuzungumza kawaida. Lakini baada ya muda mfupi, Beatrice alianza kuhisi kizunguzungu, macho yakaanza kufumba. Hakujielewa. Sehemu ile ilikuwa ni baa na pia kulikuwa na gesti. Yule kijana alimbeba Beatrice na kumpeleka kwenye chumba ambacho kilikuwa kimeandaliwa. Ashura hakuwa ameondoka, alikuwa karibu tu amejificha akifuatilia kila kitu. Alipoona wanaenda kule chumbani, Ashura akawafuata. Wakaingia chumbani, wakamweka Beatrice kitandani. Ashura akapiga picha zikionyesha yule kijana akiwa amelala karibu na Beatrice. Aliweka chupa ya pombe mezani na glasi mbili ili tukio lionekane halisi. Wakamwekea pombe mdomoni ili kwa harufu aonekane kuwa alikunywa pombe. Kisha wakatoka nje, lakini wakiwa nje Ashura akapata wazo, hivyo akarudi tena kule chumbani. Akamvua Beatrice nguo
Bila yeye kujua, akamfunika shuka vizuri ili tukio wanalolitengeneza liwe zuri zaidi. Kisha akaondoka. Baadaye yule kijana akiwa na Ashura akatuma picha zote kwa George. Kisha akaambatanisha na ujumbe: mkeo nimemwacha amelala hapo kwenye hiyo guest hapo Upanga. Kuanzia leo simtaki tena, nimemchoka. Chukua mzigo wako. George alipoona picha na ujumbe alichanganyikiwa sana. Akaondoka mbio mpaka Upanga. Akaingia moja kwa moja kwenye kile chumba alichotajiwa kwenye message. Alichokiona moyo wake ulimuuma sana. Beatrice amelala kitandani, nguo zake zikiwa pembeni. Mezani kukiwa na pombe kali na glasi mbili. Akashtuka kwa maumivu akasema, Beatrice, Beatrice. Beatrice akashtuka taratibu, kichwa chake kikiwa kizito. Kwa hofu akauliza, hapa wapi? Ashura yuko wapi? George akamtazama mkewe, alikuwa akinuka pombe. Kisha George akasema kwa uchungu mkubwa, mke wangu, kwa nini umefanya hivi? Hapo ndipo Beatrice akaanza kuelewa kile kilichotokea. Akajiangalia, akaona nguo zake zikiwa pembeni. Akaanza kulia, mume wangu, kuna watu wamenichezea mchezo, mimi sielewi. George hakusema neno zaidi, akaondoka huku akiwa na hasira kubwa. Beatrice akavaa nguo zake haraka na kutoka. Beatrice alipofika nyumbani hakumkuta mumewe. Ndipo akaamua kumpigia simu, lakini simu haikupokelewa. Baadaye simu haikupatikana kabisa. Beatrice akabaki nyumbani akiwa amechanganyikiwa. Hajui afanye nini wala hajui ajitetee vipi. Mara simu ya Beatrice ikaita. Alipoiangalia akaona ni Ashura. Akapokea haraka. Ashura akaanza kulia kwa sauti ya kuigiza. Wifi, mbona umenifanyia hivi? Kweli umeamua kutembea na mchumba wangu? Wala mimi sikutegemea kabisa wifi kama utanifanyia hivi. Kumbe nyinyi mlikuwa mnafahamiana siku nyingi. Beatrice alibaki ameduaa. Hakuwa anaelewa kinachoendelea. Hajui ni nini kimetokea. Alikuwa anajua kuna mchezo umechezwa, lakini bado hakujua ni nani hasa aliyoucheza mchezo huo. Beatrice akamjibu Ashura kwa sauti yenye huzuni na inayotetemeka. Ashura, mimi sielewi unachosema. Mimi sijafanya kitu. Yaani tu baada ya wewe kuondoka, mimi sielewi ni kitu gani kiliendelea. Lakini Ashura aliendelea kulia huku akimshutumu Beatrice kwa alichokifanya. Baada ya kukata simu, Beatrice machozi yaliendelea kumtoka. Hofu yake kubwa kwa sasa haikuwa Ashura, bali ilikuwa ni kwa mumewe George. Hakujua yuko wapi na pia hakujua anafikiria nini. Na zaidi ya yote hakujua akimwona tena ataamua nini. Akajilaza kitandani huku akilia kimya kimya. Alikuwa akijiuliza na kutafakari sana ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea. Na pia atafanya nini ili kumthibitishia George kuwa kile alichokiona hakikuwa kweli.